Ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 3 mstari wa 15, Mungu anasema, nami nitawapa ninyi wachungaji wa upendezao moyo wangu, watakaowalisha kwa maarifa na ufahamu. Kumbuka, watakaowalisha, maanake hichi ni chakula wanapewa watu, wale wanalishwa watu, lakini hicho chakula Mungu anachokisema, anasema ni maarifa na ufahamu. Kwa hiyo hawa watu Mungu anasema atawapa wachungaji wanaopendeza moyo wake, watakaowalisha kwa maarifa na ufahamu. Kwa hiyo unaona, haya maarifa na ufahamu, hiki chakula si kwa ajili ya mtu wa nje, ni chakula kwa ajili ya mtu wa ndani, kwa ajili ya roho ya mtu. Kwa hiyo kama roho ya mwili wa mtu unavyokula, ndivyo ilivyo na roho ya mtu inakula, lakini roho ya mtu inakula neno la Mungu. Lakini Mungu anasema maarifa ya neno lake na ufahamu wa neno lake. Ukisoma kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 9, Paulo anasema, kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wote wa roho. Walisikia habari njema kuhusu kanisa la Kolosai, kwamba limempokea Kristo, limeamini habari njema. Lakini Paulo anasema kumpokea Kristo haitoshi, tunawaombea. Toka tuliposikia tunawaombea. Wanawaombea nini? Anasema tunawaombea mjazwe, yani mshibishwe, utu wenu wa ndani ushibe. Ushibe nini? Maarifa ya mapenzi ya Mungu, na sio tu maarifa pekee, bali anasema katika hekima yote na ufahamu wote wa rohoni. Kwa hiyo kama utu wa ndani wa mtu usipolishwa hiki chakula cha Mungu kinachoitwa mapenzi ya maarifa yake, mtu atajikuta leo yuko hapa, kesho yuko pale, na asijue anachokitafuta ni nini. Lakini kumbe shida, roho yake kuna kitu haijapata, na kwa sababu haijapata hiyo njaa ya roho, kiu ya roho, njaa ya roho inamfanya mtu asiwe na utulivu. Kwa hiyo lazima sisi watumishi wa Mungu tujue hayo maarifa ya mapenzi ya Mungu, ambayo Mungu amesema kwenye Yeremia 3 anatafuta wachungaji watakao washibisha watu wake kwa ufahamu na maarifa. Paulo anazungumza, anasema mjazwe kwa maarifa ya mapenzi ya Mungu. Tusipojua maarifa ya mapenzi ya Mungu ni kitu gani na kuwalisha hawa watu, lazima watu hawataishi maisha ya kutulia, watatoka wakitangatanga, kwa sababu wanadhani wakitoka nje watapata ambacho roho zao zinakitafuta. Roho ya mtu imeumbiwa kula neno la Mungu, kama vile utu wa nje unavyokula mkate. Roho ya mtu imeumbiwa kula neno la Mungu. Kwa hiyo asipopata huyu mtu, maanake roho yake haijashibishwa, roho yake haijajazwa, na kama haijajazwa, maana anatafuta mahali pengine ili aweze kutafuta chakula. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Sasa